Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa George Mcheche Masaju kuelekea kwenye meza maalum iliyoandaliwa kwa ajili ya kiapo. Karibu. Inaombwa sasa Katibu Mkuu Kiongozi Mheshimiwa Balozi Dr. Moses Mpogole Kusiluka nawe uelekee katika meza iliyoandaliwa kwa ajili ya uapisho. Karibu. Kiapo cha Rais Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anaelekea katika meza ya kiapo. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa uaminifu na kutimiza wajibu wa kazi hizo kwa bidii na moyo mkunjufu, na kwamba nitawatendea haki watu wote kwa mujibu wa sheria, mila na desturi za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila woga, upendeleo, huba wala chuki. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakabidhiwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Makofi kwake. Kiapo cha Makamu wa Rais Emmanuel John Nchimbi. Inaombwa sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, Makamu wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, uelekee katika meza ya kiapo. Karibu.
Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote, na kwamba nitaihifadhi, nitailinda na kuitetea Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba nitaitumikia vema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi yangu ya makamu wa rais, na kwa wakati wote nitamshauri kwa hekima na uaminifu Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa vyovyote vile sitatoa siri za baraza la mawaziri. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mimi Emmanuel John Nchimbi naapa kwamba katika kutekeleza madaraka niliyopewa kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitatetea na kudumisha umoja wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, tayari Mheshimiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshakula kiapo na sasa anasaini hati ya kiapo chake. Mheshimiwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania sasa anakabidhiwa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa makamu wa rais, naomba sasa urejee kuketi. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, inaombwa sasa kwa heshima na taadhima Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ukaketi katika kigoda maalum kilichoandaliwa kwa ajili ya kukabidhiwa silaha za jadi. Karibu Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Rais, silaha hizi za jadi zitakabidhiwa kwako na Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito. Huyu ni mwakilishi wa wazee kutoka Tanzania Bara. Mzee huyu alizaliwa mwaka 1952 katika mkoani Dodoma katika wilaya ya Chamwino. Ameshawahi kuwa mtumishi wa umma kwa nafasi mbalimbali zikiwemo mwalimu wa shule ya msingi Majereko Chamwino Dodoma mwaka 76 hadi mwaka 1995. Vile vile alishawahi kuwa mratibu wa kata ya Chipanga mkoani Dodoma, akiwa vile vile alishawahi kuwa afisa tarafa. Asante. Mzee Ndijina Ndilanza Ndilito anakabidhi mkuki kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu. Inaombwa sasa nimkaribishe Bi Ubwa Hamisi Ali, mwakilishi wa wazee kutoka Zanzibar. Bi Ubwa alizaliwa tarehe 10 Disemba 1958 Mbuzini katika mkoa wa Mjini Magharibi. Asante. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu amekabidhiwa ngao pamoja na mkuki, ikiwa ni ishara kwamba yuko tayari sasa kwa ajili ya kulinda, kutetea Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante. Inaombwa sasa Mheshimiwa Rais urejee kuketi. Mheshimiwa
Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, tukio linalofuata sasa ni dua pamoja na sala toka kwa viongozi wa dini. Kwa heshima kubwa, inaomba sasa nimkaribishe Al-Haji Sheikh Dr. Abubakari Zuberi bin Ali Mbwana, Mufti wa Tanzania, aongeze dua kwa niaba ya Waislamu wa Tanzania. Faliyatafadhali Mufti, karibu. Bismillahirrahmanirrahim. Sifa njema zinamstahiki Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe, na rehma na amani zimshukie mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ziwashukie ndugu zake katika manabii na mitume waliomtangulia. Ewe Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki ufalme wote, unampa ufalme umtakaye na unamvua ufalme umtakaye. Unamtukuza pia umtakaye na unamdhalilisha umtakaye. Kheri zote ziko mikononi mwako, na wewe ndio mwenye uwezo juu ya kila kitu. Ewe Mwenyezi Mungu, Mola wa ulimwengu wote, wewe unaumba utakacho na unachagua pia utakacho. Kwa radhi yako na mapenzi yako umemchagua Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6. Sisi waja wako wanyonge tumepokea na ukubali bila kigegezi uchaguzi wako wewe Mungu na maamuzi yako, na kwa ikhlas tunakiri kuwa tuko radhi muda wa kuwa wewe Mwenyezi Mungu uko radhi na yeye. Na wewe mwenyewe umesema wazi wazi kwa mwanadamu yote hata atake vipi atachokitaka hakiwi ila kile ambacho wewe umekitaka, kwa kusema ndani ya kitabu chako kitukufu kwamba hamtaki ni binadamu ila pale atakapotaka Mwenyezi Mungu Bwana wa viumbe. Hivyo umemridhia pia Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi awe makamu wake wa rais na msaidizi wake mkuu. Haya yanadhihirisha mapenzi makubwa na fadhila kubwa juu yao. Tunakuomba ya Allah kwa kudra zako na rehema zako zilizoenea juu ya kila kitu, umuongoze Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuweza kutekeleza majukumu yake vyema kwa msaada wako usiotindika. Mpe taufik aweze kuliongoza taifa letu kwa uadilifu, kuchunga haki, kujali utu na ubinadamu. Ya Rabbi, mpe nguvu katika nguvu zako na mpambe na uchapakazi kama ambavyo ni sifa yake. Mpe pupa ya maendeleo, busara, hikma. Mpe umakini, weledi, ari, himma na mafanikio makubwa katika kazi zake. Ya Allah, mbarikie katika analoliwaza kulifanya na mbarikie katika mipango yake yote. Ewe Mwenyezi Mungu, mpe wasaidizi wema watakaomsaidia katika serikali atakayoiunda. Mpe jicho la ndani lenye siri litakalo muonyesha mazuri na mabaya kama ulivyowapa waja wako wema. Twakuomba ya Allah, mkinge rais wetu na shari na hasadi na kijicho na mabalaa ya usiku na mchana, yeye na familia yake na jamaa zake wote, na anayemfia uchungu pia mlinde kwa siri ulioitumia kuilinda na kuhifadhi Qur'an tukufu na vitabu vyako vyote vitakatifu ambavyo umeviteremsha juu ya mitume yako, na umpe umri mrefu wa kheri na siha kamili. Umnusuru kama ulivyowanusuru mitume yako, rehma na amani zishuke juu yao. Twakuomba tena umbarikie Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi, makamu wa rais, aweze kumsaidia vyema Mheshimiwa Rais katika kuleta maendeleo ya taifa letu, na mfadhilishe kwa kumpa baraka katika umri wake pia na afya njema. Mlinde, mhifadhi
bila na kila lisilofaa. Mola wetu wa haki, tukuomba sana kwa kujinyenyekeza kwako wewe, ilinde amani ya nchi yetu, tupe miminiko la utuvu na kuwa na mapenzi ya nchi yetu, tia katika nyoyo zetu upendo, huruma, uzalendo, uwezo wa kupambanua zuri na baya. Tuondoshe vitoitoi vya roho tulivyo navyo, tia utuvu katika nyoyo zetu. Tunakuomba usijaribu kwa mitihani mizito, wala ya Rabbi usitufitinishe kati yetu. Tuondoshe ghadhabu zako na machukivu yako kwetu sisi waja wako dhalili, wala usitupatilize kwa yale yaliyofanywa na baadhi yetu, wala usitusaliti wala kuisaliti nchi yetu na taifa letu kwa madhambi tulionayo. Mwenyezi Mungu, dhambi tulizonazo hazipunguzi ufalme wako, wala taa tulionayo haizidishi katika ufalme wako. Wewe Mwenyezi Mungu ndio unayezigeuza hali za watu, basi sikiliza kilio chetu, uzigeuze hali tulizonazo ziwe hali nzuri. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo utakavyo wewe, geuza nyoyo zetu ziwe nyoyo njema zenye utii, woga, huruma na usikivu. Jaalia nchi yetu iwe na baraka katika kila kitu, na wananchi wake wawe na mafanikio makubwa katika mambo yao yote. Ewe Mola wetu, unatuona na unazijua hali zetu, wala hakuna kitu kilichojificha juu yako katika mambo yetu tulionayo. Inatosha maombi yetu yote, utukubalie na utuitikie. Ewe Mola wetu, kubali. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Shukran Mufti wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, inaombwa sasa nimkaribishe Baba Askofu Dr. Joseph Mtolela aongoze sala kwa niaba ya Jumuiya ya Wakristo wa Tanzania. Karibu Baba Askofu. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwenyezi Mungu muumba mbingu na nchi, Mola wetu mwingi wa rehema, uliye asili ya upendo na amani, tunakushukuru kwa taifa letu la Tanzania na rasilimali zake zote ulizozinukuru. Mwenyezi Mungu uliyewaita na kuwateua wafalme na watawala hapa duniani, unaowataka na kwa wakati wako. Israeli walipoonewa na Sisera kwa muda wa miaka 20, ulimuinua Nabii Debora mwana mama kwa mwamuzi na kiongozi awaamue na kuwaokoa. Tunakushukuru tena ulivyomuita na kumuinua Daktari Samia Suluhu Hassani kupitia sanduku la kura za kutosha. Mjalie rehema, upendo, mjalie afya njema na hekima, mjalie busara na uongozi uliotukuka kama ambavyo amefanya. Neema yako pia imjalie kiongozi wetu wa taifa, ambapo sasa anabeba mzigo mkubwa mzito sana wa kuongoza taifa letu. Baba, tunakuomba mjalie na kumpa viongozi wachapakazi watakaomsaidia kubeba mzigo huu. Wa kwanza wao akiwa Dr. Emmanuel John Nchimbi, ambaye ameapa kwa muda mfupi kuwa makamu wa rais. Msaidie amani, upendo, rehema na uvumilivu na hekima njema kumsaidia kiongozi wa taifa. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kuwabarikia hawa viongozi wetu wachaguliwa. Wajalie furaha ya moyo, roho ya uvumilivu, ukiwaepusha na kila aina ya shari. Mungu Mwenyezi, lijalie taifa letu amani, utulivu, liendelee kuwa kisima cha amani kama ambavyo limekuwa siku zote. Mola wetu Mwenyezi, Rais Daktari Samia Suluhu Hassani anapoanza tena kuongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa miaka 5 tena, ewe Mwenyezi Mungu, mbarikie maono yake yote, ayakamilishe kwa amani na salama. Umwangazie nuru za uso wako na kumfadhili. Umuinulie mkono wako wenye nguvu na kumzawadia amani ya moyo. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Asante Baba Askofu Mtolela kwa sala. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaombwa sasa nimkaribishe Padri Dr. Felix Mwishobozi
kutoka Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC aongoze sala. Karibu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mungu Baba Mwenyezi, tunakushukuru kwa kutujalia nchi nzuri ya Tanzania na raia wake. Tunakuomba umbariki Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ambaye ameapa leo. Umbariki pia makamu wake Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi. Mungu, tunawakabidhi katika maongozi yako, wawezeshe kuwatumikia Watanzania kadiri ya mapenzi yako. Aidha, tunawaombea wote waliopoteza maisha yao wakati wa uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025, uwapokee kwako mbinguni. Pia wale wote walioumia au kupoteza mali zao wapone haraka. Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu na Maria Mtakatifu, uliyekingiwa dhambi ya asili, mlinzi wa taifa letu la Tanzania, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Asante. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, inaomba sasa nimkaribishe Baba Askofu Dr. Vernon Fernandez, Mwenyekiti Taifa wa Makanisa ya Kipentekosti Tanzania CPCT. Karibu. Shalom, shalom, shalom. Namshukuru Mungu wa mwingu wananchi kwa neema aliyotupa kuwepo hapa leo. Kama mwenyekiti wa CPCT Taifa, awali ya yote naomba kusema machache katika sherehe hii ya kuapishwa kwako. Mheshimiwa Rais, umepokea jukumu kubwa ya kihistoria hapa Tanzania. Mheshimiwa Rais, taifa limegawanyika na mioyo ya watu imejeruhiwa kwa namna mbalimbali. Ombi langu kwako kwa niaba ya umma wa Tanzania, uliletee taifa pamoja na kuiponya mioyo hii. Hili likiwa kipaumbele chako. Naomba niombe. Mungu Baba, tazama tuko hapa. Sisi wa Tanzania tumeumbwa kwa mfano wako. Tazama Baba, hakuna mwanadamu ambaye ni mwenye haki. Tumekukosea, tena tumekukosea sana. Tunaomba uturehemu. Tunaomba utusamehe dhambi zetu. Tunaomba utusamehe makosa yetu ambayo tumefanya ndani ya nchi hii. Mungu, uturehemu kwa damu ya Yesu. Baba, leo hii tuko mbele yako kwa sababu umekubali kumpa mama yetu, rais wetu, hii kibali chako cha kuwa rais wa awamu wa 6. Baba, ninaomba kama vile ulimpa hekima na akili nyingi na nguvu nyingi kwa Mfalme Sulemani, naomba mpe yeye hekima nyingi, busara nyingi, akili nyingi na uwezo nyingi. Mungu wangu, kama vile katika Agano la Kale uliwatia nguvu wafalme kuongoza nchi, ninaomba mpake mafuta yako aweze kujua siri zako. Baba, kuongoza mwanadamu ni kazi kubwa. Kuongoza watu Baba, wana mawazo mengi sana. Wengine wanaumia, wengine wanafurahi. Nani ataweza kumwasaidia? Naomba mpake mafuta watumishi wako, rais pamoja na makamu wake, waweze kushika nchi yetu, waweze kuleta amani
na Baba, vidonda ambavyo vimekwepo ndani ya wanadamu viweze kupona. Haya nimeomba katika jina la Baba na ya Mwana na Roho Mtakatifu, na wote tuseme amen. Asante. Baada ya tukio hilo, niwaombe sasa wazee wasindikizaji pamoja na majaji kumpokea sasa Mheshimiwa Jaji Mkuu pamoja na jopo lote la kiapo, wakifuatiwa na Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Brass band tunaomba muongoze. Asante. Inaombwa sasa Mheshimiwa Jaji Mkuu kuongoza jopo la uapisho kurudi jukwaa kuu. Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, tunaomba pia ukajumuike jukwaa kuu pamoja na Makamu wa Rais mstaafu Mheshimiwa Isidore Mpango. Tumpokee Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, baada ya taratibu za kiapo kukamilika, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu ataelekea kwenye jukwaa dogo lililopo uwanjani kwa ajili ya salamu ya Rais, wimbo wa taifa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na wimbo wa Jumuiya ya Afrika Mashariki zitapigwa na kuimbwa, brass band ikituongoza sambamba na bendera rasmi.
Waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa linakwenda kuumba umbo la alfa. Inaombwa tuketi. Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, gwaride rasmi la uapisho lililoandaliwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania liko tayari kwa ukaguzi wako, Mheshimiwa Rais. Wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu sasa anakagua gwaride likiwa kwenye umbo la alfa. Alfa ni herufi ya kwanza katika herufi 26 za lugha ya Kigiriki, ikimaanisha mwanzo wa jambo jema. Leo hii gwaride rasmi la uapisho wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeumba herufi alfa, ikiashiria mwanzo wa uongozi.
Lakini ana pesa mpaka ndio kwa sababu hapa ni